Ndio hapo juu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hema la maombi. Amen. Kama unaniona naomba kwa mkono ama kwa uwepo wa mkono upate kunipungia, na mwangi unaweza simama katikati. Mchukua wetu video, simama tu center, usiogope kwa sababu ni picha nachukua ili ambao wako nyumbani wapate kupata mahubiri ya siku ya leo, na wale wako nyumbani wapokee kile ambacho ni chao. Kuna kile ambacho ni chetu sisi kama kanisa, na kuna kile ambacho ni cha wale ambao wako kule nyumbani. Kwa hivyo mtu apokee chake. Amen. Mtu apokee chake. Bwana asifiwe. Amen. Haya, sitaki kutupa muda sana. Ninataka tusaidiane hapa hivi. Nataka mwenye ako na Biblia ya Kiswahili, nataka nifungulie kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali. Bwana asifiwe. Leo tunaenda marathon kwa sababu hatuna muda mrefu sana wa maneno mengi, kwa sababu pia baada ya ibada tuko na shughuli mingi sana za kumtumikia Mungu, na kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana. Karani wetu, nani ako na Biblia ya Kiswahili? Tafadhali mwenye ananisikiza. Biblia ya Kiswahili, Biblia yangu inatumika hapa ambayo ninataka mtufungue. Kwanza nataka version. Kuna version nataka nisikie. Kwa hivyo unaweza, yes, thank you very much. Pastor Judith, naomba uje unisomee maandiko kutoka kitabu cha Methali 11. Uje unifungulie Methali 11. Karibu sana, tupigie Pastor Judith makofi anapokuja hapo mbele. Asante sana kwa sababu mnaona kanisani kuna uwepo wa Mungu. Tumekuwa na kipindi kizuri sana cha maombi, na hakika Mungu anatupenda, na hakika Mungu atatupeleka mbali tukiendelea na hiyo mwenendo wa maombi na kumulilia Mungu na kumuita Mungu. Mungu atatupeleka mbali zaidi. Bwana asifiwe. Asante sana. Susan, naona umeingia katika hekalu. Mungu akubariki sana pia. God bless you. Asante sana kwa kila mtu ambaye ameingia kanisani. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue. Kitabu cha Methali 11 na tutaanzia mstari wa 24. Nataka tusikie maandiko hayo yanasema nini. Methali 11 mstari wa 24. Kuna atawanyayo lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Amen. Tusimamie tu hapo kwanza. Hicho kitabu kinasema clear kabisa kwamba kuna mtu atawanyaye ama apeanaye sana. Kwa leo hasita kuficha kwamba ninaongea mambo kuhusu matoleo, kwa sababu matoleo ndiyo kitu ambacho kinaweza fanya uinuliwe. Na ninataka mpaka wale ambao wako nyumbani, ukiwahi sikia mtu yeyote mwenye kanisa ikifika ni kuongelea mambo ya matoleo anaanza kulalamika, mwangi tafadhali center hiyo unajua ukichukua hivyo utachukua ukuta sana, na nataka uchukue huku kwa madhabahu. Kwa hivyo simamia tu hapo. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu watu wamekuwa hawaelewi. Wakati kumefika mambo ya matoleo katika kanisa, hicho ndicho kipindi kizuri sana chapa cha kubarikiwa. Na niliongea hivyo last week hapa, although haikuwa katika mahubiri. Bwana asifiwe. Na mara mingi watu huwa wanalalamika sana ikifika mahali ni kwamba ni kumhudumia Mungu ama kutoa dhabihu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi kuna kitu nilijifunza wakati nafika mambo kwamba ni matoleo, hata makanisa ambazo nilizosoma nilijua hicho ndicho kipindi kizuri sana cha kubarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Acha niteremshe maski leo kwa sababu naona niko mbali na watu vizuri, sijakaribia watu sana. Sitawakaribia sana. Maneno ya COVID-19 bado tunaifuata. Wewe mwenye unadhania COVID imeisha, bado kabisa. Endelea kujitahadhari, endelea kuvaa mask, endelea kunawa mikono, na Mungu atakubariki kwa sababu ya kutii. Ninaongea kuhusu matoleo. Kitabu hicho cha Methali 11 mstari wa 24 kimesema vizuri sana, na kuna version zingine ziko zinatatua vizuri ama zinatafsiri vizuri hivyo kuliko ile ambayo imeongea. Hiyo ambayo imesomwa ni kama iko kwa Bible yangu, lakini kuna Bible nilisoma ikanifurahisha sana. Although sina saizi sikuweza kukua nayo kwa leo, lakini siku nyingine nitawasomea kwa sababu naona ni nani mwingine akona ya Kiswahili. Kuna mmoja akona ya Kiswahili mwingine. Naona wengine ni za Kizungu. Hiyo maandiko inasema hivi, kuna mwenye atawanyaye lakini uongezewa. Hakuna mwenye atawanyaye, yaani mtu mwenye hutoa sana, anatoa hapa mahali pengine anapata kulikuwa na kitu ambacho kilitakana watu wajitolee, akajitolea. Hiyo ndivyo maana ya hiyo kutawanya sana, na unapata yule mtu anainuliwa zaidi. Na kuna mtu hapa kwa hiyo maandiko imesema, na kuna mtu ambaye yeye hukadalia sana, yeye sio mtoaji sana, lakini kitu cha maajabu ni kwamba yeye ni mhitaji sana, ama akona mashida mingi sana, ama anazidi kuhitaji kusaidiwa zaidi, ama
kuinuliwa, kwa sababu anazidi kwenda chini, yaani bado matatizo inamzidi. Sijui kama tunaelewana. Maandiko inasema vizuri, huyo ambaye hutawanya, ambaye ni mtoaji sana, mara mingi wanaonekana watu ambao wanaendelea kuinuliwa zaidi. Nikasema hivi, kuna mtu tulikuwa tunaongea na yeye, by the way, hii kanisa sababu imefanya niongee kwa sababu tuko na kipindi kwa mwezi ambao unakuja, kipindi cha matoleo. Na kuna jamaa mmoja nilimpa kadi, nikamwambia kanisa hili liko na kipindi kizuri sana cha kumwabudu Mungu ama kumtumikia Mungu kupitia, tunataka tununue vyombo nzuri za kanisa, tunataka kurenovate kanisa likae smart, tunataka kanisa likae sura mbaya na nyumba zetu zimekaa vizuri. Na yule jamaa akachukua kadi ya shilingi 1000. Kadi nilishazitoa, mlinituma kwamba niende nitoeshe kadi ili zipatiwe watu tofauti ili watu wabarikiwe wote pamoja. Na yule jamaa alipochukua alinifurahisha sana, kwa sababu mapato yake si mapato ya juu sana, lakini aliangalia hizo kadi akaniambia wacha nichukue hii ya 1000. Na sio jamaa wa hii kanisa, akaniambia wacha nichukue hii ya 1000. Nikamwambia wewe ni mbarikiwa. Nikamwambia ukikanyaga na hiyo kukanyaga kwenye umekanyaga nayo utaenda mbali. Nikamwambia mimi nilijifunza. Nikamwambia mimi penye unaona nilifika baada ya kugundua kwamba kutafuta kwangu kwa pesa na bidii yangu na kujisaidia haitawahi fanya nifike kiwango cha maisha ambacho ninatakanga. Na nikamweleza vizuri, nikamwambia ilikuwa ni kujisifu, ninajisifu kwake, sio kujisifu, nilikuwa najisifu kwake. Nilikuwa nataka kumwonyesha maana ya kujitolea mbele za Mungu. Nikamwambia mimi ndio nitolewe kiwango cha umasikini, niletwe katika kiwango cha kuinuliwa venye watu wanaona nimeinuliwa siku hizi. Nilijifunza kitu mara mingi, nawaambia hapa, kuna kanisa moja ambalo sitalitaja jina lake hapa. Mara ya kwanza kujitolea shilingi 10,000 nilikuwa hoka hapa Eldoret Town. Watu wengi wakiangalia hii sura yangu hata kwa hii video watanijua. Nilikuwa hoka, just a hoka. Nikaambia huyo jamaa mimi nikiwa hoka, nikiwa tu mimi ni mtu wa tabu mingi ama mtu mwenye ako na shida tu kawaida, yani sikuwa nimeinuliwa sana. Niliwahi jitolea mahali nikatoa 10,000, 10,000. Na sisi nilikuwa na pesa mingi sana, nilikuwa na kama 20, nikaigawa. Juu kuna vitu nilichunguza, niliona nimefanya kazi miaka kadhaa, lakini sijawahi fika hata 50,000. Nikajiuliza, hii kweli mtu anaweza tajirika kwa kujisaidia kweli? Nikakumbuka maandiko moja inasemana kwa Biblia kwamba yule ambaye anaweka akiba yake kwa Mungu ako na bahati sana, kwa sababu haitakuliwa na zile vitu tunakulanga, vitu zenye umeweka kwa store. Vitu kama mahindi kutoka kwa store imekuja kugundua, hata maharagwe. Kuna vitu tunundu tunakujaga kula zile vitu. Maandiko kwa Biblia nikakumbuka maandiko inasema hivi, ati afadhali uweke vitu zako mahali pazuri ambapo hapana vitu za kuharibu ama hapana zile wadudu. Nikagundua mimi nitaanza kuweka, na nikiwa pale na nilikuwa mtu niko chini sana, nikajijaza na nikatoa siku moja 10,000. Watu wa huko wakadhania pengine nakuwa na pesa sana, although watu wa huko walikuwa watoaji wazuri. Nilibahatika kwa mara ya kwanza kuingia katika kanisa ambayo matoleo sio shida kwao, na wao watu kuongea hakika ama kuongea ukweli ni watu wamebarikiwa. Wengi wao wamesimamisha magari pale, mimi sikuwa na gari, lakini nikaambia Mungu, ninataka kwanza kukujaribu, kwa sababu mimi nimejaribu kwa miaka mingi sana kukusanya pesa na nimegundua sitawahi fika kiwango ambacho natakanga kwa hekima yangu. Mke wangu ni mshuhuda, tulikuwa ndio tunaanza maisha, tulikuwa chini sana, nawaambiaga hivyo. Na nikajitolea kwa Mungu. Na baada ya kutoa hiyo 10,000, si ati nilibarikiwa immediately. Nilikaa karibu miaka 2, kwa sababu hata mwaka ambao ulifuata pia bado nilijitolea. Nikasema sitakufa moyo. Wazao watu wa huko walikuwa wanatishatisha sana, hata mimi siku moja nikasema wacha hata mimi nitolee Mungu asidhanie hata mimi niko chini sana. Lakini mimi target yangu sana ilikuwa kuguza roho ya Mungu. Baada ya kama miaka 2 hivi mambo ilianza kubadilika. Na wacha nikwambie ndugu na dada mwenye uko katika hekalo la hema la maombi, ni ngumu sana ama kueleza mtu kwamba baada ya miaka 3 ama 4 uelezee mtu maisha yako penye iko baada ya kutolewa kiwango kingine hadi kingine. Kama mimi example, watu wengi sasa hivi nikiwapea historia yangu, niwaambie baraka ambazo nimeanza kukusanya kwa maisha yangu, watu wengi hawawezi amini, kwa sababu ni vigumu sana muachane na mtu kama miaka 3. Akikuja mwaka wa 4 anapata umeshakuwa milionea. Ni vigumu sana. Wengine watasema pengine nenda mahali akaangukia pesa, akarogota pengine pesa na gunia, akabahatika hivyo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sio hivyo. Ni kupelekwa, kutolewa kiwango kingine na kupelekwa kingine, na sio kuzipata mahali pamoja, kuletewa tu neema ya kuinuliwa. Amen. Amen.
Nikasema hapa last week, kwa sababu tulikuwa na komiti ya kuinua hili kanisa, nikaambia watu wenye walikuwa hapa kwamba furahiana sana wakati kumefika kipindi cha matoleo, kwa sababu hicho kipindi tu ndicho kinaweza kukuinua na kikubariki. Hicho kipindi chenye watu wengi wanachukia kusema kwamba sasa huyu ni pesa nataka, huyu ni pesa nataka. Wacha nikwambie, dhabihu ni kuharibu. Siku za kwanza dhabihu zilitolewa zinateketezwa na moto. Bwana asifiwe. Ninafurahianga sana mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Oman Kush. Anasema ukimuuliza hii tumbo yake kubwa imetoka wapi, anakwambiaga ni ya kukula sadaka. Huyo jamaa ananifurahishaga sana. Ni ya kukula sadaka na fungu la 10. Na hiyo anasemaga kwamba hafichi. Naye leo sijui ndio lilifunuliwa jambo, nikaambiwa hiyo inamaanisha yeye ndio moto, yeye ndiye anachoma ile sadaka. Ile sadaka ambayo mnazitoa ama ile dhabihu ambayo mnaitoa, yeye ndiye anaichoma. Nikagundua kumbe saa zingine watumishi wa Mungu kulingana na sasa ndio wanayechoma dhabihu. Na kuichoma ni wakati anaitumia. Akishaitumia ile dhabihu, yeye anasemaga direct, mimi ndio nimekula hizo fedha. Amen. Sijui anataka ndio wengine wale ambao hawataki kutoa waache kutoa ama ni nini, sielewangi vizuri, lakini ninajua anamaanisha namna gani. Yule ambaye anatoa hafai kushughulika, zimeshatoka, yeye aende abarikiwe huku. Si sawa? Lakini sasa mimi nataka nitolewe kule, kwa sababu mnaweza sema na hii yenye tunachanga ya hema na maombi ya kununua vyombo, si jamaa nataka sasa kuweza kujiweka hizo. No. Mimi mwenyewe ni giver, na nilikwambia hata nilikuwa katika hili kanisa kwa sababu ninataka kupeleka kiwango kingine. Penye unaona tu ni kionjo, ninataka kupeleka kiwango kingine. Wakati natoa mimi ndio nitatoa zaidi hata pengine kukuliko. Kuna uwezekano nitatoa kukuliko. Lakini ukinishinda ni sawa tu. Ukinishinda kwa kutoa ni sawa tu, kwa sababu najua ni baraka utakuwa unakimbishana nazo. Bwana asifiwe. Kitambo ni kuteketezwa, zilikuwa zinateketezwa. Kumaanisha sadaka wakati unaitoa ni kama unaileta mahali ifanye nini? Iteketezwe. Bwana asifiwe. Na wakati inateketezwa ufai kuuliza kwa nini umechoma ng'ombe mnono hivyo na hakuna mtu mwenye anakula, imepanda tu ati ni Mungu anaenda kukula. Hiyo sio swali ambayo ni swali nzuri. Nilikuwa nasema namna gani? Mimi nikawa ninaamini sana kupitia kutoa. Na baada ya kujitolea kwa kazi ya Mungu, hakika tu acha nikwambie wewe mwenye unaulizana Sami aliinuliwa kivipi? Na watumishi wengi ambao hata hapa duniani wameinuliwa zaidi. Ukiwauliza historia yao, ninawafuatilia wengi sana. Kuna kitu walifanyia Mungu. Kuna wakati walikuwa wanajitolea kwa kazi ya Mungu sana. Ndio unapata makanisa zao zimeinuliwa na zimebarikiwa sana. Na wakati wameinuliwa, watu wanaanza kusikia kwa uchungu fulani kuona kwamba baraka zenye wanapokea katika makanisa ambazo ziko. Lakini yeye mwenyewe ukimuuliza ama umfuatilie utagundua aliwaipanda. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati ni wakati wako wa kupanda, usilalamike ama usione kwamba zinakuliwa. Bwana asifiwe. Wacha sadaka ambayo unatolea Mungu ya kumuinulia kazi, wacha iende katika kazi ambayo inatakikana. Wewe bora umeitoa na umefikisha ama umefikisha katika madhabahu ambayo unatakikana ufikishe. Bwana asifiwe. Amen. Nimewaambia kwamba namna gani wakati sadaka ama kuna matoleo ndio unafaa ufurahie zaidi. Na kwa kila kipindi kuna kuwa na kipindi kizuri zaidi na kipindi kibaya. Nataka tu nikuulize swali. Ni kipindi kigani kizuri sana cha kupanda mahindi na ngano? Ama mahindi, wacha tutumie mahindi. Ni wakati jua imewaka sana ama ni wakati kunanyesha? Wakati kunanyesha. Wakati kunanyesha, jipigie makofi. Haya, wacha nikuibie siri. Kwa Mungu naye kuna kuona tofauti sana. Hebu ambia mwenzako ni tofauti kidogo tena. Tofauti kidogo. Lakini sio tofauti, ni kama tu ile ya kunyesha. Mwambie sio tofauti sana. Sio tofauti sana. Kwa sababu ni kipindi kama hicho chenye umesema mahindi ikipandwa wakati kuna mvua ina grow vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Unaona kipindi kama hiki ambacho ni kigumu sana. Amen. Amen. Unaona hichi kipindi ambacho ni kigumu sana. Hebu imagine ukianza toa dhabihu yako itakuwa na nguvu sana kuliko wakati uchumi utakuwa mzuri zaidi. Haya, naona watu wananiangalia kwa maajabu. Hiyo inamaanisha kipindi hichi ambacho ni kigumu ni kizuri sana kumfanyia Mungu kazi ama kumtolea Mungu sadaka zako na kutoa dhabihu zako katika kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu hata mbingu inajua huku chini ni kubaya. Inajua uchumi, inajua mambo haiwapeleki vizuri, ni kubaya sana. Lakini kubali ama ukatae. Utakapofanyia Mungu kazi huu mwaka ambao ni mgumu sana, hicho ndicho kitafanya Mungu akukumbuke kwa kiwango cha juu, kwa sababu ulipanda wakati kulikuwa kugumu, ama ulipanda wakati bali iko juu ya kutoa. Amen. Amen. Kuna kitu inaitwa
Siku hizi kuna kitu inaitangwa namna gani? Kununua hisa za kampuni. Example, pengine unaweza kuwa kunauzwa hisa za Safaricom company. Kunaweza kuwa kunauzwa hisa za kampuni kama bank, sema example kama Equity Bank. Kuna hisa tofauti. Juzi nimeona mpaka kuna nyingine imekuja inajiita Bitcoin. Amen. Hiyo ni hisa ama ni kununua kitu ukitarajia siku moja itakupea faida. Amen. Ama kuwekeza, sio kununua, ni kuwekeza. Example kama hii kampuni yenye mnaona ya Safaricom, wacha niwavutue nyinyi ambao pengine hamujajua mambo mengi. Ama kitu kama bank ya Equity, sio ya mtu mmoja. Kuna watu ambao wamewekeza pesa zao huko, ili wakati ile banki inapata faida ama ile kampuni ya Safaricom inapata faida, hizo pesa kuna venye huwa zinagawanyishwa. Kama umenunua hisa za milioni 1, faida yenye itatokana na ile kampuni watapiga hesabu waone unafaa upewe kiwango gani cha faida ama pesa. Amen. Amen. Inaitangwa kuwekeza. Amen. Amen. Na kuna kitu inakuwa cha ajabu. Wakati kama huo ambao ni mgumu, hisa huwa zinarudi chini sana. Amen. Yaani value ama uwezo ya fedha inarudingi chini sana. Inabidingi zile hisa ziuzwe kwa kiwango ama kwa bei ya chini zaidi. Example, unaweza pata wakati corona haikukuwa imeanza, zile hisa zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 50 kwa hisa moja ama share moja. Lakini baada ya corona kukuja, uchumi ukateremka, upate imeteremka mpaka shilingi 10, inauzwa kwa shilingi 10. Amen. Wakati ni mgumu ama wakati uchumi umeharibika, huwa zinashuka bei zaidi. Na wakati mzuri wa kununua hisa ni saa hizi ambao ni kugumu. Sijui kama unanishika vizuri. Wakati hisa imerudi chini kwa sababu ni kubaya, watu hawana fedha, ndio wakati mzuri zaidi wa kununua zile hisa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu saa hizi ziko na bei nzuri, zinauzwa bei rahisi. Inafaa iuzwe 50 lakini inauzwa 10. Kwa hivyo wewe mwenye hauna share kule, wakati mzuri wa kuzinunua, kama uko na 1000 zako 500 ama milioni 1, enda nunua saa hizi. Ukishanunua saa hizi, kuna wakati uchumi utarudi juu wa nchi. Na wakati uchumi utakuwa mzuri zaidi, zile hisa huwa zinapanda bei. Watu wenye watanunua kwa ile wakati watauzua kwa bei gani? Unaweza pata imekuja mpaka bei ya 70. Amen? Kwa hisa moja. Na wewe ulinunua kwa shilingi 10. Na wakati imefika 70, kampuni inakupeana ruhusa uuze hisa zako upate faida. Sasa hebu niambie, hisa ulinunua shilingi 10, uiuze kwa shilingi 70. Hapo uko na faida ya pesa ngapi kwa kila hisa? 60. Shilingi 60. Imezaa na mara ngapi? Kwa hivyo kununua hisa wakati ni kubaya ndio vizuri sana kuliko kununua wakati zimepanda. Sasa kwa Mungu kuko hivyo. Wakati huu ambao ni mgumu sana, kununua hisa za Mungu zitakuwa na value sana, kwa sababu Mungu atakumbuka kwamba ulizinunua kukiwa kubaya zaidi. Kwa hivyo Mungu kiwango chenye atakupeleka kiwango cha juu zaidi wakati ataanza kukubariki. Kwa sababu ulipanda wakati kulikuwa kugumu ambayo watu wengi hawangeweza kupanda. Amen. Amen. Wapendwa, kazi ya Mungu isituchokeshe kuifanya. Na ninakuambia hivi, hakuna mbele utafanya pesa usanye shilingi moja hadi ufike kwa kiwango cha kuitwa tajiri kwa bidii yako. Juzi nimehubiria watu katika mtandao, katika Facebook, saa zingine na hubiringi live. Wenye wako na simu nzuri wanazionanga. Nikaambia watu hivi, utajiri ni spirit na umaskini ni spirit. Amen. Amen. Na wakati unaita utajiri, kitu cha kwanza ni kugive, kupeana. Kwa sababu wakati unapeana, mtu mwenye anapeana anakuwa na tajiri ama yani mtu, tuseme example saizi kukuwa kuna mtu mpeanaji. Huyo ni mtu mwenye ako na shida ama ni mtu mwenye ako sawa? Ni mtu mwenye ako sawa? Nimesikia, hebu nisikie. Wakati mtu anapeana, tuseme example, ukuwe wewe ni mpeanaji. Unapeana kwa sababu hauna ama kwa sababu uko nayo? Kwa sababu uko nayo, si ndio? Unapeana kwa sababu uko nayo, si ndio? Sasa wakati unapeana na pengine hauna,
Si ati uko na mingi sana ya kupeana lakini umeanza kupeana. Mbingu inaangaliana, inaanza kuona unapeana lakini hauna mingi za kupeana. Inabidi mbingu ikuongezee, ama zile roho za kuongezewa ili uweze kupeana ndivyo zinateremka kwako, kwa sababu mbingu ikiangalia inaona huyu mtu ni mpeanaji lakini hana mingi. Wacha tumuongezee ili apate mingi za kupeana. Amen. Amen. Naye wa kupokea, maandiko ikasema kwamba haipendeleani yeye sana. Na wakati mwingi ukiwa mtu akupenda kupewa sana, sasa spiriti za kupewa pia ndizo zitakuteremkia. Wewe utakuwa mhitaji siku zote. Utakuwa wewe ni wa mkono. Lakini yule wa kutoa, hebu acha nikukumbushe mahali. Kuna siku Pastor Judy amehubiri hapa akatusomea kitabu ambacho kilisema, hebu mnijaribuni, mnitolee na muone kama wakati nitaanza kuwapatia ama kuwarudishia, kama sitajaza mikebe yenu na baka ifurike ianze kumwagika. Mnakumbuka hiyo maandiko? Wakati unapeana, unataka kusema Mungu hamoja akijua kwamba hauna. Mbona nakwambia upeane na nataka tena kupea zaidi? Inamaanisha ile kidogo yako ndiyo anafanya nini? Ndiyo anataka. Sijui kama tunashikana. Hiyo kidogo yako ndiyo anataka utoe. Kwa sababu hawezi sema utoe na hauna, si ndio? Kwa hivyo lazima hata mtu mwenye ni maskini zaidi hapa kwa hii kanisa, si ati ni maskini kiwango cha kukosa cha kutolea Mungu. Anaweza pata ya kutolea Mungu, nikukatalia wanakatalia. Na nikakwambia vizuri, hakuna siku utafanya. Mimi nilifanya kazi karibu miaka 5 na sikuwahi fika hata 50,000. Wakati niligundua kwamba sitawahi tajirika kupitia kusevu kwangu, hapo ndipo nikagundua lazima nianze kuweka akiba yangu kwa Mungu. Ndio Mungu afanye kazi yake katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Amen. Wakati umetoa hiyo ambayo inasemekana uko nayo hiyo kidogo, hapo ndipo Mungu anaanza kukuona. Hapo ndipo Mungu anaanza kukukumbuka. Hapo ndipo Mungu anaanza kuona unahitaji uongezewe, kwa sababu unatoa lakini sasa mfuko wako unaonekana ni kama hauna kitu. Kwa hiyo mbingu lazima itateremsha kitu kiingia katika mfuko ndio usikose hiyo ya kuendelea kutoa. Amen. Amen. Tunashikana? Yes. Tunashikana? Yes. Kwa hivyo kama kuna kipindi kizuri ambayo Wakristo wanafaa wafurahie ni wakati wa giving. Na hata kama uko chini namna gani, haufai kuogopa. Amen? Amen. Haufai kuogopa. Haufai kuona kwamba kuna mzigo. Fanya kazi kwa ile Mungu amekupea. Kwa sababu hiyo kidogo ambayo unasema kwamba hakuna, hiyo ndio Mungu anataka ili akukumbuke. Bwana asifiwe? Amen. Bwana asifiwe? Amen. Stima zimeenda. Tufungulie hapa hii kitambaa tupate mwangaza. Uzuri tuko katika kipindi cha kuhubiri. Bwana asifiwe. Amen. Nitasema namna gani? Nitaendelea kusema kwamba wacha tufanyie Mungu kazi kwa kile ambacho ametupa. Usiongojee kufikisha milioni 1 ndio utolee Mungu kazi. Usiongojee kwamba wakati utafikisha 50,000 ndio utatolea Mungu. Hiyo utakaa sana, baraka zako zitakaa sana. Utahangaika kwa miaka mingi sana. Mimi kama ningekataa kumfanyia Mungu kazi ile wakati ambao nilikuwa nafanya hawking, kama ningeona kwamba sifai kutoa zile nyakati kwa sababu ati pengine nilikuwa naona niko chini, wacha tu nikuhakikishia ukweli wa maneno. Huyu Samii mwenye mnamjua saa hizi, huyu Samii mwenye mnasemaga amebarikiwa, amepelekwa kiwango kingine cha maisha, bado angekuwa maskini wa mwisho hapa Eldoret ama duniani penye ningekuwa, hata kama ningekuwa Nairobi. Unajua hata ukiwa masikini ama uwe tajiri, hata uenda wapi unakuwa tu ule. Bwana asifiwe. Lakini watu wa Mungu, kuna kitu nafurahia sana. Watu wa Mungu hawakuagi maskini. Watu wa Mungu tunasemaga ni watu wa mapato madogo. Mimi nilikuwa mtu wa mapato madogo, lakini nikagundua ni nifike kiwango kingine lazima nianze kuonyesha Mungu sample. Kuna watu wananijua. Na kitu ya maajabu ni kwamba kanisa lile ambalo nilikuwa naenda zile nyakati, ni miaka kadhaa imeenda, ni miaka sasa karibu 15 imepita. Kanisa lenye nilikuwa naenda, kulikuwa na watu walikuwa huko, walikuwa wanafanya kazi tu kama mimi, na wengine wakatupa kazi tu yenye hata kama ni kazi ndogo ndogo, lakini huyo mtu si ati hawezi kosa pesa kumtolea Mungu hata 1,000 ama 2,000. Lakini hawa watu hawakumtoleaga Mungu. Kuna watu nilikuwa najua. Yes, kanisa hilo lilikuwa na wengi wamebarikiwa, lakini niligundua kuna watu wengine wako huko lakini walikuwa wagumu sana kumfanyia Mungu kazi kwa pesa zao. Haungewahi pata hata siku moja akisema mimi kwa leo kwa sababu kuna mchango wa kanisa nitatoa 1,000 ama 2,000. Niliwahi ona watu kama hao kwa hilo kanisa. Na mpaka leo hii penye tunaongea na wao, walikuwa watu wa kustruggle na mpaka saa hii bado wana struggle. Na ni miaka 15 imeisha. Mimi nilibarikiwa tu akiwa tu hapo. Mpaka kukaanza kuwa na chuki juu nimebarikiwa. Lakini wale ambao walikuwa wamekaushanga tu, unajua kuna watu wenye kanisani, mtu anajua hata ako na 5,000 kwa nyumba ama 10,000, lakini hawezi tolea Mungu hata moja. Moja ni pesa mingi, ni kama kutupa. Lakini mpaka leo hii benye nakwambia bado wanazidi kuhangaika. Ninawajua sana, si ati siwajui.
Wenye ninaongea hivyo hata kwa hii video, kama kuna wenye wananiangalia hivi na wanajua kanisa ambalo nilikuwa nimetoka na nilikuwa kijana mwenye tu ni wa kujitafutia tu pesa kidogo kidogo, wenye wanakumbuka nikijitolea kwa hilo kanisa, mnakumbuka vizuri sana penye nilikuanga. Hilo kanisa mpaka leo hii kuna watu walikuwa watu wa biashara ndogo ndogo, na mpaka sasa hivi ni watu wa biashara ndogo ndogo, kwa sababu hawajaipeleka kiwango kingine. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wagumu. Ni watu wenye 1,000 ama 2,000 yake hawezi ona kwa macho. Amen. Amen. Hawezi ona kwa macho. Na wakati umekuwa mgumu kwa Mungu, ni sawa tu utakaa na hizo fedha zako, lakini ujue na wewe utahangaika miaka mingi sana. Maandiko imesema vizuri hapo, na nitarudia hichi kitabu. 14:24. Ni 11? Ilikuwa 11:24. Ni kama hii kitabu imejifungua. 11:24, Methali. Nitaisoma tena. Methali 11 nikianzia mstari wa 24. Kuna atawanyaye lakini huongezwa zaidi. Huo ni mtoaji. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiaye ama ni mkaziaje, wanaitwa siku hizi stingy, watu stingy. Kuna watu ambao ni stingy sana lakini huelekea uhitaji. Yaani dakika ya mwisho wanapanga tu ni watu wa kutaka tu msaada, kwa sababu shida zenye wako nazo ni mingi zaidi. Okay. 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawadishwa. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani. Auzaye nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Amen. Amen. Hichi kitabu ninataka wewe ukisome kwa Biblia tofauti. Hata kama uko na simu, download vitu naita namna Bible zenye ziko na version tofauti uangalie. Kwanza kuna yenye niliona iko na inatafsiri sana vizuri sana. Hiyo Bible ambayo iko na translation ya Kizungu na Kiswahili iko kwa internet. Wewe mwenye uko na smartphone, hebu enda kwa hiyo Bible ambayo imeandikwa English to Kiswahili, yani inatafsiri, iko na Kizungu hapa na mbele yake kuna mstari wa